Yes, bane mambo vipi? Karibu kwa pamoja tuitazamie mikoa 10 ambayo yenyewe inasifika kwa ubora kutokea hapa nyumbani Tanzania. Namba 10 nipo na mkoa wa Geita. Geita inapatikana huko kaskazini magharibi mwa Tanzania. Idadi ya watu ni milioni 1.7 million. Makabila ambayo yanapatikana huko Geita ni Wasukuma, Wajita, lakini pia wamekuwa na sifa ya madini ya dhahabu, uchumi unaokua, ajira za vijana, lakini pia ukijaribu kuangalia kwa namna moja ama nyingine, uwekezaji umekuwa ni mkubwa sana katika mkoa wa Geita. Geita inasifika na inakadiriwa kuwa mkoa ambao utakuwa na maendeleo makubwa sana miaka 50 ijayo mbele. Namba 9 nipo na Iringa ambayo yenyewe inapatikana kusini kati mwa Tanzania. Idadi ya watu ni zaidi ya milioni 1. Makabila ambayo yanapatikana huko ni Wahehe, Wabena, lakini pia na Wakinga. Wamekuwa na sifa ya usalama, lakini pia utulivu umekuwa ni sehemu yao ya maisha, elimu ya vyuo vikuu, lakini pia kilimo kimekuwepo cha kutosha. Biashara ni moja kati ya maisha ambayo watu wa Iringa wamekuwa wakijifunza kwa muda mrefu na wanazidi kujifunza, na mabosi wengi mjini ambao wanafanya biashara, basi utasikia ni Wakinga wakiwa katika nafasi za juu sana. Ni moja kati ya mkoa ambao ukiutazama unavutia sana mandhari yake. Namba 8 nipo na Tanga. Tanga kunani? Waja leo waondoka kesho. Moja kati ya mkoa ambao unapatikana kaskazini mashariki mwa Tanzania. Idadi ya watu ni zaidi ya milioni 2.1 million. Makabila ambayo yanapatikana huko ni Wadigo, Wazigua. Wana sifa ya kuwa na bandari ya kimataifa, lakini pia kumekuwa na fukwe nyingi za watalii ambazo zimekuwa zikichochea watu wengi kwenda huko na kutalii na kuangalia jinsi ambavyo maisha yanavyoendelea. Moja kati ya sifa ambayo wanayo pia mkoa huu wa Tanga ni kuwa na viwanda ambavyo vinachipukia. Wamekuwa na historia nzuri sana katika nchi ya Tanzania, hususa ni uzalishaji wa vipaji vya watangazaji. Tanga wanasifika sana kuwa na rafudhi nzuri. Ni mkoa ambao ukiutazama unavutia kiukweli. Namba 7 nipo na Morogoro, mji kasoro bahari ambao wenyewe unapatikana mashariki mwa kati mwa Tanzania. Idadi ya watu ni zaidi ya milioni 2.2 million, na makabila ambayo yanapatikana Morogoro kuna Waluguru, lakini pia Wasagara wanapatikana huko. Kumekuwa na sifa kubwa sana ya kilimo cha mazao makubwa, viwanda ambavyo vinakuwa kwa kasi, lakini pia ni moja kati ya mji ambao ukiutazama tu umekaa kibiashara zaidi. Uko karibu sana na mji wa Dar es Salaam ambao wenyewe umekuwa ni mama katika biashara. Umekuwa na mahusiano mazuri sana hadi sasa hivi. Kumekuwa na wafanyakazi wengi wanafanya kazi Morogoro, lakini pia wapo ambao wanafanya kazi Dar es Salaam na wanalala Morogoro, wengine wanafanya Morogoro wanalala Dar es Salaam. Moja kati ya mji ambao unasifika sana katika utafutaji. Watu wengi walioenda kutafuta Morogoro walifanikiwa. Ni mji mzuri sana. Namba 6 nipo na Kilimanjaro. Kilimanjaro inapatikana huku kaskazini mwa Tanzania. Idadi ya watu ni zaidi ya milioni 2, lakini pia makabila ambayo yanapatikana huko Kilimanjaro kuna Wachaga, Wapare, lakini pia Wamasai wanapatikana huko. Wamekuwa na sifa ya kipekee sana kuweza kumiliki mlima Kilimanjaro, lakini pia ni mji ambao unasifika kuwa na utalii wa kimataifa. Kilimo cha chai na kahawa kimekuwa ni moja kati ya sehemu ambayo imeongeza mapato, lakini pia makusanyo ya watu wengi sana. Vijana wengi wa Kilimanjaro basi wanasifika kuweza kupata maisha nchi za nje kulingana na utalii ambao umekuwa ukifanyika katika mkoa wa Kilimanjaro. Nipo na namba 5 Dodoma, ambapo yenyewe inapatikana katikati mwa Tanzania. Idadi ya watu ni zaidi ya milioni 1. Makabila ambayo yanapatikana Dodoma ni Wagogo, Warangi, lakini pia Wasandawe. Moja kati ya sifa kubwa ambayo wanayo ni makao makuu ya nchi ya Tanzania. Kumekuwa na miradi mingi sana ya kiserikali ambayo imekuwa ikifanyika pale Dodoma, miradi endelevu, lakini pia ile miradi ya nyuma ambayo imekuwa ikiendelea pale Dodoma. Dodoma inasifika kuwa ni moja kati ya mji ambao umekaa kiplani, yani kimikakati. Ukijaribu kuangalia pa kutoka na pa kuingilia panaonekana. Namba 4 nipo na Mbeya, Green City, moja kati ya mji ambao unapatikana kusini magharibi mwa Tanzania, na idadi ya watu wake ni milioni 2.7 million. Makabila ambayo yanapatikana huko kuna Wanyakyusa, Wanyiha, lakini pia Wasafwa. Ni moja kati ya mkoa ambao unasifika kuwa na hali ya hewa ambayo ni tulivu sana, lakini pia kilimo cha kisasa, kahawa, miogo na mazao mengine mbalimbali yakiwemo ya mbao, sifa ambazo wamekuwa nazo watu wa kutokea
maeneo ya Mbeya ni ufanyaji wa biashara, hususa ni maeneo ya kusini. Kumekuwa kumechangamka sana na biashara ambazo wamezokuwa wakizifanya. Watu wa Mbeya wanasifika sana sana kwenye kujichanganya na mishemishe nyingi sana za utafutaji. Nipo na Mwanza. Mwanza inapatikana kaskazini magharibi mwa Tanzania, ina idadi ya watu zaidi ya milioni 3 na makabila ambao wanapatikana, kuna Wasukuma, Wazinza, lakini pia Wakelewe. Sifa kubwa ambao wanayo ni wanamiliki ziwa ambalo linafahamika kwa jina la Victoria. Samaki ambao wanapatikana hapo ni sato na sangara, moja kati ya samaki adimu sana ambao wanapatikana duniani. Wamekuwa na biashara kubwa sana ambazo zinafanyika huko, lakini pia viwanda vidogo. Biashara ya majini imewafanya kuwa na nafasi kubwa sana ya kuwekeza kiuchumi. Ni moja kati ya mji ambao watu wengi wanadai kwamba ukienda kutafuta Mwanza, basi mafanikio yako yanakuwepo kwenye akili zako na utulivu wako. Moja kati ya mji fulani hivi ambao ukiutazama, of course, unavutia sana. Mandhari za Mwanza zinakushawishi kuishi. Stendi nzuri ambazo zinapatikana huko Mwanza, lakini pia ukarimu wa Wasukuma umechagiza mji huu kuweza kuwa mzuri na kuvutia. Namba 2, nipo na Arusha, wengi wanapofahamu kama A-Town, moja kati ya eneo ambalo linapatikana kaskazini mwa Tanzania. Kuna idadi ya watu zaidi ya milioni 1 na laki 8. Makabila ambayo wanapatikana, kuna Wameru, Wamasai wa Arusha, lakini pia Wachaga ambao wamekuwa na sifa kubwa sana za ufanyaji wa biashara. Kumekuwa na utalii, lakini pia tamaduni ambazo wamekuwa wakizienzi miaka na miaka. Maonyesho ya mbuga za wanyama kama Serengeti na Ngorongoro ni miji ambayo imesetiwa kimataifa. Ukiizungumzia basi huwezi kusahau kuizungumzia Arusha. Biashara za wageni, lakini tamaduni za Kimasai zinafanya kuvutia mji huu na kuweza kuupendezesha. Sasa hivi Arusha wako kwenye ujenzi wa moja kati ya uwanja wa kimataifa ambao utakuwa unapatikana pale uwanja wa mpira. Namba 1, ladies and gentlemen, ni Dar es Salaam DSM, moja kati ya jiji ambalo ukifika tu mwenyewe unasema okay, hapa ndipo ambapo nilipokuwa napataka. Inapatikana kaskazini mashariki mwa pwani ya Tanzania. Idadi ya watu ni zaidi ya milioni 6 na laki 8. Makabila ambayo yanapatikana huko ni watu ambao wanafahamika kwa jina la Waswahili. Wazalamo wamekuwa wana nafasi kubwa sana, lakini pia Wandengereko wamekuwa wakichukua nafasi kubwa sana. Dar es Salaam ni moja kati ya jiji ambalo limekusanya kila mtu, kwa sababu ndipo kitovu kikubwa cha biashara Tanzania kinavyofanyika. Ukizungumzia yapoti, bandari, utalii na vitu vinginevyo vingi sana vinapatikana hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam kumekuwa na mitaa ya kiburudani, lakini pia ukijaribu kuangalia media nyingi, vitovu vyake vipo huko Dar es Salaam. Media kubwa zote zinapatikana huko. Usafiri wa kisasa, nazungumzia mwendo kasi, lakini pia treni kama SGR ikiwa ndipo kitovu chake kinaanzia huko. Lakini pia kumekuwa na matukio ya kifursa ambayo yamekuwa yakitokea Dar es Salaam. Dar es Salaam watu wengi wanasemaga ni njia panda ya Ulaya. Hii ni mikoa ambayo nimekutajia. Wako upande wako, ni mkoa gani ambao umekuvutia na wewe mwenyewe ukikaa chini unasema okay, huu mkoa natamani niweze kufika siku moja, ama niweze kuenjoy maisha yangu? Unaweza ka drop comment yako hapo chini, utakometisha kinoma noma. Niambie ni mkoa gani ni mzuri kuliko hiyo mingine ambayo nimekutajia, na wapi ambao tumeusahau? Drop comment yako hapo chini. Asante sana mwanafamilia, endelea kuenjoy good content kutokea hapa nyumbani. Bye bye, ciao.